Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, napenda tena kuwakaribisha kwenye kipindi chetu pendwa cha vichekesho vya bunge, vichekesho bungeni. Sasa leo tutaangalia jinsi wabunge wa Kenya walivyojaribu kuongea Kiswahili bungeni. Kwa kweli utacheka sana. Sasa sitaki kukuchosha, na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda, na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja kwenye bunge la Kenya tukaone namna ya wabunge wa Kenya walivyojaribu kuongea lugha ya Kiswahili bungeni. Tukianza na namba 10. Kura chuma hicho. Usiache mpachao kwa msala, si msalani upitao. Na hiyo ni kusema tusiwache msala mpachao ni Kiswahili wetu. Mrs. mwenye speaker. Bwana Spika, nimeruhusiwa kusoma dondo. Ni dondo. Bwana Spika, ningetaka kusema ya kuwa tusitafsiri tu kwa Kiswahili. Lakini kwa vile kuna vijana wengi wa mtaa sana wanaongea kwa Kisheng, tafadhali tukienda mbele tuhakikishe ya kuwa tumeweka Sheng. Na kuna wengi wetu by default sasa tunaongea Kisheng. Ukikwama unaongea English alafu unasema mimi najua Sheng, lakini ni shida tu ndio unapata ya Kiswahili. Sasa twende tukaangalie namba 9. Kura chuma hicho. Bwana Spika, Waziri Mkuu amekuwa shoga wangu kwa miaka mingi sana. Yaani kwa lugha nyingine ya Kipwani, rafiki. Bwana Spika, kwa sababu neno shoka lina maana ambayo pengine wale ambao wasungumzi Kiswahili ambayo ni kisanifu wanaweza elewa kwamba pengine Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Makadara wako na tabia nyingine. Naomba kwamba mimi sijamaanisha matusi Bwana Spika. Wacha mjumbe wa Makadara, najaribu kukusaidia tu. Hilo neno unatumia, unaweza kutoa herufi zake. S H O. Aya, sasa nikupeleke kwenye namba 8. Kura chuma hicho. Ukeketaji unatekelezwa na wasichana wetu na hata kwa sehemu zingine akina mama ambao waliolewa bila kufanywa ukeketaji bado wanakeketwa. Mr. Speaker, tunajua kwamba jambo hili lilikuwa limetupiliwa mbali. Tumejaribu sana kupiga jambo hili lakini hatujaweza, Mr. Speaker. Sababu ni kuwa wale ambao ndio wanafaidika na sehemu hii hawajakuja kibaumbele na kuweza kupigana na vita hii. Tumekuwa tukiwasiliana na akina mama tu na wasichana, lakini wanaume ambao ndio wanaotumia sehemu hii hawako kibaumbele kupiga vita jambo hili. Katika hiyo hali, Bwana Spika, tunaona kwamba hata sisi tunapoenda kupiga jambo hili vita, wale ambao wanatumia hawaji mbele kusema kwamba tukionja hii ama ile iko na tofauti ndio wanawake wawache basi. Tunahitaji wanaume waje mbele watueleze ile imekeketwa, ile imekatwa na ile haijakatwa gani ndio gani. Tuelezwe tofauti, manake sisi ndio wale tunabeba hii kitu. Wale ambao wanatumia watuambie, manake hatutajua. Ili tuweze kuhamasisha wasichana wetu, ndio wasichana wajue
hii hapo ikikatwa mwanaume hata nitaka. We need to approach these things, Mr. Speaker, sir, from different angle. From a very long time, we are just talking to women and men. We are just fighting from the women part, Mr. Speaker. And for a very long time, when we go for these meetings. Now, you see, if you decide to use Swahili, just use Swahili consistently. Haya, tuendelee. Bwana Speaker. Endelea sasa na hiyo mambo ya ulikuwa unasema. Bwana Speaker, naona kwamba pia wewe umefurahia haya mambo. Na ni shwari kwamba ni mambo ambayo yanatukuza sisi wote. Bwana Speaker, wanatuambia wanawake ambao wamekeketwa, ingawaje sio wote wanaweza sema, ni kwamba hapo ukikatwa, Bwana Speaker, wanasema unakosa network. Na hii network ndio inahitajika. Ikawa sasa wanaume kazi yao ni kutunyanyasa sisi, wao wanapata network, sisi hatupati network. Kwa sababu hiyo tunafananisha kama aerial ya Safaricom. Katika hiyo hali, Mr. Speaker, hata afya ya wanawake inakuwa ni kama kudhulumiwa, kwa sababu katika ile act ni kama kulazimishwa. Wakati wa kuzaa wanatuambia uchungu ni mwingi sana, na ili hali tunaendelea tu kuwalazimisha na kuwaweka katika hali ya kukeketwa kwa lazima. Ni wakati sasa wanaume tunawaomba, kujeni mbele tukapiga hii vita pamoja. Mtuambie gani ndio bora kuliko hiyo ingine. Haya, sasa tukaangalie namba 7. Kura chuma hicho. Mheshimiwa ndugu Spika, umeona wazi wazi makamu wako Bwana Spika amepeana kamusi kwa kiongozi ya walio wengi na amewacha kiongozi ya wachache. Bwana Spika, hii naona ni ubaguzi. Haya, sasa tuende moja kwa moja tukaangalie namba 6. Kura chuma hicho. Et comme d'autres langues ont été utilisées ici, Honorable Président, uniruhusu nizungumze Kiswahili. Oui, allez-y. Asante. Kuhusu ukaguzi wa bajeti ya mwaka wa... Vous pouvez parler quand même Swahili normal, vous entrez dans les Swahili. Vous savez que même le ministre d'État du budget a sursauté. Mais moi j'ai compris, moi je comprends. Vous pouvez continuer si vous voulez. Mais essayez quand même de... Malheureusement, Honorable Président, sijui kuzungumza Kiswahili ya kawaida. Mimi nimejifunza kuzungumza Kiswahili sanifu. Niliwaza nikizungumza Kiswahili nizungumze Kiswahili kinachosikika na watu wengi. Sema basi Kiswahili mdogo. Kiswahili iliyo bora. Sasa ndugu zangu wane, usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Usikose vichekesho vya bunge sehemu ya 10. Asanteni sana.